is City Church TV with the gospel to the end, delivering Christ to all through the gospel. For it is the power of God unto salvation. Listen and live the gospel of Christ. It is a grace that we are in the church today. It has really taken the heart of God. Many are the things and the stuff that don't want us in the church. Many are the battles that fight us to come out of the church. We've got 1,000 reasons as to why we should not appear in the church. But thank God that He has brought us in His church. The church is where our spiritual matters and needs are met. Make this mic for me, I don't want it. I want to appreciate every one of you. Thank you for making it to be in the service. Can you appreciate yourself? Shari, you've not appreciated yourself. Yes. Begin to listen to what I'm saying. Once again, now appreciate your neighbor. Can you speak to them, sweet ones? Tell them you look beautiful, you look handsome, you look gorgeous, you look wow. Look, Africa hawajui ku appreciate. But we should compliment and appreciate. When you are told you look beautiful, you feel good. Praise the Lord. So I really thank God. I want to invite those who are watching us through online in our service. Appreciate them as we usher them to our service today. The Lord will graciously bless every one of you. I truly believe as I bring His word carries everything you need. Them that are sick, they're going to be healed as we speak. Every need, it's possible to be met even as you listen to the word. Questions you have can be answered as I speak the word. The despair in your heart can disappear as we speak the word. The miseries you've been going through can become the end, can come to an end as you listen to the word. Because the word is not just a sentence that is written down. The word is a person. And this person works. So appreciate them once again. So I've been talking about the story of, we started with the story of Joseph. We reviewed the true meaning of that story in the scripture. Also we went on and we spoke about the sons of Isaac, Jacob and Esau. Why Esau was rejected, why Jacob was received. The Bible has got only a pair of things. We have Cain and Abel. Is it true? We have Jacob and Esau. We have Zerah and Perez. We've got Sarah and Hagar. We've got Mount Sinai and Mount Zion.
Na kwena kirima kia Sinai na kirima kia Zayuni. We've got 2 tree, good tree, bad tree. Twina muti omwega na muti omuthuku. We've got the elder son and the younger son. Kwina mutana ora aurite ora munini na ora. We've got the house built on a rock and the house built on a sand. Kwina nyomba yakitwe muthangani na nyomba ingi yakitwe iguru ria nyika. We've got 2 rivers, the fountain that is clean and the fountain that is dirt. Kwina ithima maita maire kwina kithima kira kiruta kunu na kingi kiruta rwe. So the Bible has got 2 things, one that failed, another that worked. Kwina Biblia yale mantu maire kwina kimwe kira kiaumira kuruta ngoge. One explaining how you can receive spiritual blessings, another revealing how you cannot receive the spiritual blessings. Also, we've got 2 Adam. We've got the first Adam and the last Adam. Can you check your neighbor whether he is well versed with all these things we are talking about? Yani kuna Adamu wawili. Yani kinya Adamu iwa beba ile ati nyumba mbili. Na kwewa kwena nyumba chire ati the elder son and the younger son. Kwewa kwena mutana ora mukuru na ora munini. Also we've got a Pharisee and a paprika. Kwewa kwena mufarisayo na murutithia ugoti. Is it true? Yes. One was received and blessed. Another one was. One came out justified. Omwe aumire kanisani akiororia bamubagira ayamurudekere. Grace na kinya en apepo tukikwinge. But another one ende kora onge went out without grace, without justified. Ora onge adire atapepo tugi na taibudari me. So when you check your Bible, are you in a position to understand whether you are in the possession of the first son, the elder son, or the younger son? Are you in the house that is built on the sand or the one that is built on a rock? Are you in the possession of Jacob or the possession of Esau? Are you Sarah? Are you Hagar? We Sarah kana we Agar. If you cannot understand these things, okay, don't worry, I will make you understand. So today, by the help of God, I want us to study something. Luke chapter 24 verse 45. We want to expound the word of God. And before you read that scripture, here we've got 2 pictures. What are you able to see? Can you talk to me? What are you seeing? You know, unapaswa tu ujibu vyenye unaulizwa. Charity, wewe unaona nini? Vichwa viwili. Who else can see something different? Vichwa viwili. What else? Moja iko kwa mwanga na hii nyingine ni nini? Ni kama yai kamegongwa kale kayeru kayok. What are you able to see? Uliona mbio ndani ya mbisha inuchi. Yes. I can also see the pearl. Inkuona kinyako ina ngirobu. And it is working. It is turned on. Na newankana. So one is illuminated. Imwe ina weru. Another one is darkened. Na kila kenge aima ibioria ikwe na mungu mwinge. So let's check in the book of Luke chapter 24 verse 45. Quickly please. For better understanding, I want us we start from verse 44. For better understanding. And he said to them, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and Psalms. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa
ningali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Can you grab this truth? Waombe ukumbate umabubu. Everything must be fulfilled that is written about me. Kila kitu kikomba kukinyanira kila kionde kiandikitwe kimbigie. Who do you think the Bible speaks about? Wethugania Biblia yaragiria mantu mau. Can you look at me, Kedenji, Mrs. Kedenji? Na ni mimi unaangalia. Biblia inazungumzia kuhusu nani? Biblia yaragiria mantu mengi o. Musijibu tu otigachoke gochokia kile. Watu wanafikiria Biblia ina mambo mengi, inaongea kuhusu Ibrahimu, kuhusu Musa, kuhusu Daudi, lakini hayo yote si ya kweli. Antu bakugani Biblia yaragiria mantu maingi muno, Daudi, Isaka, yaragiria mantu mai Ibrahimu. Biblia tena mantu maingi. These ones which I speak to you while that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses. So the law of Moses speaks about what? Speaks about who? Can we unite our hearts? In the law, if you cannot find Jesus in the law of Moses, then you miss. Okay, gotiomba kuona Yesu Kristo ndani ya mawadho ma Musa kumaanisha utilerwa. And in the prophets. Na ndani ya Irodia. Let's think of this. We've got the 5 books of Moses. And the Bible speaks, all of them speaks about me, not me. Also in the prophets, the major prophets, the minor prophets, they had a central theme. This one man, that in the Psalms, Psalms that speaks about him concerning me. So we can come to a conclusion that the Bible speaks about one man. The Bible is pointing us to one individual. This is Jesus. Why should he become the central theme in the Bible? So it means many people have their Bible, but they are not able to see Jesus. Because they see others instead of seeing Jesus. Then all that is written, naturally they were not in a position to understand. You cannot understand all that which is written of Jesus in the scriptures by understanding the CRI teachings in your classroom. You cannot understand the Bible because you are learned. It takes something else more than education. It takes the opening of the mind. So from verse 45 we can understand something. We've got 2 minds. Growth mind and are you able to see that? Verse 45. Then open ye their understanding. So before he opened, they were. Before they were open, they were. My Bible is open. Before it was open, it was. So before Jesus opened their mind, they were. Tell me, but we've got 2 minds. Opened mind, closed mind. Mwambie anafikiria ako kwa gani? Jibu, akupe jibu. Na katika hali ya upumbavu kuna mtu tu atasema yangu ni open. Hata pasipo kujua ni katika jinsi gani yangu yenye nafikiria. It's not about what you think. So the pictures we have there, verse 45 says, then opened ye their understanding that they might understand. Ndipo akawafunulia understand.
the scriptures. Wapate kuelewa maandiko. Meaning, kumaanisha atiri. there is no other way of understanding scriptures. Otienjera yenge ya kuelewa maandiko. Scripture is not a literature maandiko tita ngono chia that you can read and understand. Omba kudoma ukaelewa. They led for a long time, but they are closed mind. Iba tora kana ikitare nene mono lakini imechilia maome maingi. No matter how much effort they could put, ona kinyoke webeka gira weruko kanata. they could not understand the scriptures. Batikielewa maandiko. The scriptures, Maandiko you cannot understand. Understanding of the scriptures is not humanly. kuelewa kwa maandiko kutiumana na mtu wengwa. There is no man that has what it takes to understand the scriptures until her mind be open. Katika mtu akakunura madugani make atiumba kuelewa maandiko. Many things you can understand, Kwena into inge mwana kuomba kuelewa. but not the scriptures. Ile ti maandiko. He opened their understanding Naombile kukunura kuelewa that kwa. they might understand the scriptures. Ikenda kuomba kuelewa maandiko. So here we've got two minds. Kwena We can say this one is open, watu ke madugani mami makunure. the other one is closed. Amara mangi makuneke. This one, no matter how much effort he put, he cannot understand the scripture. Unaoke aina weru wingi atiumba kuelewa. Even if he fasts and prays, Ona kinya akaomba kuibata kule na he cannot understand the scriptures. atiumba kuelewa maandiko. Kwa mfano, Adoje. there is a man who came from Jerusalem Kwena mtu aumete Jerusalem. to worship. Aumete kuromba. He was called Eunuch, Ethiopian eunuch. Ari mwakure wakuma Ethiopia. Very rich, wealthy man, Ari na mbia ibinge na umutongu muno. riding on his horse. Na diete na kabarati gake. Just imagine he came from Africa to go to worship in Jerusalem. Aumete wa Ethiopia Kush adiete ko kuromba Jerusalem. To worship, not to pray, to worship. Adiete kudadaiya. Yes. But he never understood anything about worship. Ende atayimantu nwamale kumegie kudadaiya. But he was a worshiper. Ende wena dadaiya gya. When he went to Jerusalem to worship, Arira adire kudadaiya nara Jerusalem. the scripture that was read Maandiko mara magomirwe. was Isaiah. Yari Isaiah. Like a sheep, he was led to the house of slaughter. Awatakagon unatongoliwe nara kidhingiro. Yet he never opened his mouth. Ende ataomba kuadhani kanyo gake. I don't know who was the teacher that day, Ndiko myano we abarutana kantu kwenu. but it doesn't matter who is the teacher if the mind is closed. Ndiko makanya mwalimu no endo kwa madhoganya makume mainge. He went to Jerusalem to worship, he came out empty. Adire Jerusalem ko dadaya achoka otekera Then gwaka. he purposed to continuously read and meditate. Na awakan manwanto mine na mbere we na He was led like a sheep to the house of slaughter. atongoli kutaka gondu. Yet he never opened his mind. Ende ataomba kuadhani Oh God, make me understand. Amurungu ntaje kweregwa. Is he talking about himself? Na kwebale Is he talking about the other? Na kwalidia mtu Now, wonge. who is in this context? No we alendeni yarogonororo. At that time, Ayita waleru. God sent to him Philip. Burungu amutumira Filipo. The story in the book of Acts. Ndeni ya ibukuria madhigio matomwa. Philip was sent. Filipo atomwa. He went, and the man was riding his horse, Na mtoyo madhiere ndeni ambara. reading the Bible, Akithoma Biblia. yet his mind was closed. Ende madoganya make mare makuneke. But when Philip got closer, Ende ya Filipo ayini akube. and a question for him, Amuriria kiuria kimwe. understandest thou what readest? Ndokuelewa kionda kira ukuthoma. Do you understand what you are reading? Ndokuelewa kira ukuthoma. Uliza mwenzako, ukikuta mtu na kitabu muulize kama anaelewa. Atakuelewa ama ataona ni madhara. Ukamuuria kana nakuelewa kira kuthoma, agakuelewa kana akaona no kumudharau. Literally nimeuliza watu wengi swali hili. Mboritia ntu baingi. Kuna mama moja hapa Mitunguu, kwa duka yake akiuzia wateja Biblia inakuanga hapa. Kwena mama umwe wa Mitungu akiendelea antu baraendagiria bonde egwena Biblia yake wagu kaunta. So siku moja nikakuta akisoma. Tukwe mwende ethira akithoma. Nikamwekelea tu neno la Petro. Nda kiugo wake kugia Filipo. Waelewa vile unasoma? No kuelewa Biblia no kuthoma. Ai kuelewa.
Kama singalikuwa naelewa singalisoma. Ukianga ntikuelewa ntikithoma. So Philip asked this man, Filipo aoria Ethiopian eunuch, mwakore understandest thou what readest? Ndokwelewa kira ukuthoma. Philip ran thither to him and heard him lead the prophet Isaiah and say, understandest thou what thou readest? Athi amuoria nukwelewa kira kionde ukuthoma. Can we read the answer he gave? 1 to go. How can I accept someone to guide me? Hebu someni kwa nguvu hilo jibu. 1 to go. And they say, how can I accept someone to guide me? Nani amefika hapa? Hii maisha mimi siwezi kajiongoza, lakini Maisha mama ntio nikipata mtu wa kuongoza itakuwa mtu wa kuniongoza itakuwa rahisi. Lakini ngengwa ndena mtu akuntongoria no amutwike boli botho. Familia kuwa na familia mimi ukweli siwezani. Kwa hivyo lakini itakuwa rahisi nikipata mtu wa kuniongoza. Ile no ambe kwende boli utobotho ngona mtu akuntongoria. Uliza mwenzako uko na moyo unajua ama uko na moyo haujui? We na ngoro athimbije muno kana we. This is what determines the fall or the rising. Giki kyo kigwa giki makania kugwa gwaku kana gukira gwaku. Nasema uongee na mtu muulize. Uri ora kuongea atiriri. Anakuambia aje? Alikwira ta. Hii maisha ni kuichangamkia. Maisha mama iwe toma. Hii maisha haitaki mvivu. Maisha mama matikwenda mtoregerege gogo. Hii maisha haitaki mtu ambaye hajui saving. Na maisha mama tikwenda mtu atakumba kukabira kamesa. Hii maisha haitaki mtu apate after party. Maisha mama tikwenda mtu akwenyangia mbeja na kulia. Hii maisha unaifahamu ama unahitaji mtu wa kukuongoza? Uliza mtu hivi. Maisha mama no kumerego kana no kupatara mtu wa kukutongoria. Wale wote wanafikiria wanajua hii maisha hakika wataanguka. Baraba onde bakumenya ni onde note abagutura maisha mama onde bakagwa ndigoro. Wale wana consider hii maisha ni trick. Baraba mimi naweza tu make it nikipata mtu wa kuniongoza. Maisha mama imao mono ambo nile mtu wa kuntongoria. These people will be preserved. Anto baba akaomba ukinyokia na mbele. A man came from Jerusalem to worship. Anto au man Jerusalem. But when he was questioned, do you understand what you are reading? He said, how can I? Alina auli no kuelewa kwa kudoma au na hata kumba kuelewa. I cannot understand. Tiomba kuelewa. Unless a man guides me. No akana mkona mtu wa kuntongoria. In other words, he accepts that he is blind. Na kuetegeria kama ni le. He accepts that he is not wise. Na akuetegeria kama ntie mume. He accepts that he doesn't know. Na inakuomba kuwa kama ni komenya. Kizazi hiki wanajua kila kitu. Ndeni ya rosia rotore kila mtu na They know everything. Abon yantu baiye kila kintu. That is why they are messing around. Into mamba bakuangaratanya mono. They know everything. Baiye kila kintu. They know everything. Baiye kila kintu. Waulize hivi unakaa uendelee vizuri. Sabere wewe ukuona vieto kivieta kwega. Watakutolea ngoma. Bagakurutira Maisha ni hapa. bagakurutira rwembo bakwera maisha makwa. Munta makuna wewe kimamenyagira maku yake. Unawaambia hii miandarati si mizuri itakuharibu tushaona. Okay, ruitu abatiga kunywa mbaki no kunywa. Igakura na turona bainge. Wanakutolea ngoma. Bagakurutira rwembo. Furaha. Nikuwa na marafiki. Leta pombe. Leta pombe. Kila mtu wako na pombe. Kila mtu no mwekere nchobi wotigere. They think that they have what it takes to maneuver in this tricky life. Baya tugania bo bena kila kionde ke kuitikereka kenda bomba kutoljenia muturire. And the Bible says, do not be wise in your own understanding. Ende Biblia yugo tikegwe we mume kire maduganya maku ake. Do not lean on your own. Otikeregere maduganya maku. Do not lean on your own understanding. Otikeregere maduganya. How you understand life is not all there is. Bora odugana gya muturire tibukore. There is. I wish we had this kind of a picture, Moses. When
when you go to the sea, tena wathi rojeni rwa area you are able to see rwa umbe kuona a stone in the sea. rwa umbe kuona iga riri rojeni Very small one on the top of the sea. igoro ria rojeni. So ukiwa nje ya bahari unaweza ona haka kajiwa hata naweza inua. Ule omeya area rinu waone kaiga kakanu ankinyano ambombe kugaukiria. Si ndio? Tibu, But when you dive in the waters, ende kuona wa tonya rojeni uzunguke. odi ogeja Kumbe nikanoo kametokea huku. Ichiwe ni kubwa na imekalia nchi kubwa. Kuhuku kaiga kaka umeleta kanila kina gaiwa rone rukaleta gonto konene. Hivyo ndivyo maisha yalivyo tricky. Ibu maisha wigwa maka. Unaangalianga tu unaona kitu kidogo unaona hii iwezi kanipanga hii nitaipanga. Maisha ibu maisha imume na nilio uona kaka mtu wacha reality sasa ikugonge. Kau umbele kulingwe bora kukalikungwa. Unajaribu kupapasa kumbe nini unaona kagelia kwa tata kanyamoga nini kumbe sasa nitaanzia wapi? Mkia mtu affording to go to worship in Jerusalem in those ancient days was not a joke. Yani kumakush ko kita ko dadayenara Jerusalem ko kita relutige ento kyoto. Theologians say it used to take 4 months. Anto para badomi ba Biblia ba ukaga ya kaya miezi ina. Hata chakula ya kukula miezi 4 ukiwa ufanye kazi uko nayo. Ona kinyejo vya kulia miezi ina uteko rutangoge kwa inabio. Yeah. Lockdown ikiwekwa saa hii hakuna mtu wa kutoka kwake. Kuna mtu hata ya kukula leo hana. Yani mundu tokero tie kuma nyumba chetu nikomenya kwe mtu kinyapia kule munde ataona. Kuna wengine watasukuma angaa wiki moja. Wewe na baba kaomba kusukuma na karabe na ko ndugo ta level yao kimaisha. Babu be kuna wengine hata wanaweza sukuma mwezi moja. Wewe na baba omba kinyako thi mwezi umwe. But I believe ende imbetegetie hapa hakuna mtu atasukuma miezi 3. Ndio timu akasukuma miezi 3. Ken, kabati yako iko na nini? Ndani ya kabati yako imbie ku. Chungwa 2 niliangalia, chungwa 2 na limau 3. Machungwa maelena malima. Na unga kidogo. Na kama tukanini kaka na mayai. Machara. Kiti ya mayai 3 iko na mayai 6. So lockdown ikiwekwa by Tuesday utakuwa umefagia. Yani kukaya wekero lockdown ukiga kinya the man is accepting. The man is accepting. Ndona kuitegeria that I don't know atikamantiye. But if I find someone to guide me, anga ya kuona mtu wa kuntongoria, my life can be easy. Mutorere wako utakuwa wewe. My worship life can be better. Na mutorere wako kudhatakia nwa umbe kudha. So let's go back to that story. So Philip took time. Filipo na kukiria kanya. Except someone should guide me, and he desired Philip that he would come up and sit with him. Na aomba kuria Filipo bakaranire noe. There is something that is being reviewed about this man. Kwena ginto gikwibonania kigie mtu uyu. First of all, he never considered himself to be wise. We atikwethukia mtu he is not wise in his own understanding. We timume kire mathugani. He considers himself foolish. Na aethukia we mtu ata. He considers himself blind. Na nakwethukia we mtu mumu. That's why he needs someone to guide. Mtu akubatara mtu akumutongoria. Yeah. Charede wewe unahitaji mtu wa kukushika mkono wa kuongoza. Wewe unakobatara mtu wa kukwata njara akutongoria. Wangapi hapa wanaona sisi ni vipofu, tunahitaji tushikwe mikono tuongoze. Paka na kama kuona sisi tuwaona. Mimi naweza ona hii ni jiwe ni shimo hili. Ni kwin kuona ana pagi kumkinyara na kinyiria ange. So the man had closed mind, but let's see what Philip did. Tunare na the book of Acts. Something happened here. He decided that Philip may come and teach him. Next verse. Fuata moyo wangu. The place of the scripture which he led was this. He was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. Continue. In his humiliation, by his judgment was taken away.
And who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. Continue. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? Of himself or some other man? Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached to him Jesus. So who was in that scripture? No, where are the Who was in that scripture? No, where are the So what did Philip do? He He extracted Jesus from that scripture. Any scripture you are not able to extract Jesus out of it, you don't understand. Do I have someone who is listening to me? Any scripture you cannot extract Jesus. In the scripture you cannot extract Jesus. That scripture you have crossed mind, you don't understand. So Philip preached to him Jesus. He preached to him Jesus. And as they went on their way, they came to a certain water. And the eunuch said, see here is water. What doth hinder me to be baptized? And Philip said, if thou believest with all thine heart. So the position of moving him from knowledge-based to faith to the things of the heart. The understanding is of the mind, but the believing part is of the heart. So when his mind was open, he understood the scripture, but Philip moves him to believe it in the heart. He says, if you have believed with thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. And this day he became a true worshiper. Because he was able to understand Jesus. Are we together? Now let's move to our slides. So we've got two minds. One that is closed, another that is open. Move on. Man was created to glorify God and to enjoy fellowship with Him. But because of man's rebellion and sin, he became separated from God. The purpose of salvation is to bring us back to the right relationship with the only God, so that we may once again enjoy fellowship. Can we read Matthew 1:23? The older virgin shall conceive, shall be with a child, shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God. Let's go back to the slide. So the reason for salvation, it was to bring us back to the fellowship with God. Fellowship with God means every issues we have with God are settled. The sin that separated us with God is solved. The austerity wall that was between us and God is brought down. The punishment for sin has been served. Fellowship with God. Fellowship with God is more than people understand. Fellowship with God means
Kuwa tuna ngwatano na Mungu. Or rather Emmanuel. Emmanuel means Emmanuel ikuga. the beef that was there between us and God is cleared. The shit that was between us and God is cleared. We've got nothing else that is barring us from having fellowship with God. Do you understand? That is what it means to have the fellowship with God. Let's keep on moving. Because we are sinful human beings, it is impossible for us to understand or even conceive of the holiness of God. The Bible teaches that God is all light and glory. He is perfect in righteousness and purity. He is absolute, holy, and without sin. Can we agree on that? Amen. Can we move this from faith-based knowledge, from knowledge-based whatever, to faith? Can we agree that God is absolutely holy and without sin? Yes. Can we agree on that? So when the Bible says we are in fellowship, it means we've been elevated to such position. For us to be in fellowship with God, we should be absolutely be holy and without sin. That is when now we can have fellowship. Amen. Many times in the Bible, darkness stands for sin. And the Bible says, many times in the Bible, darkness stands for sin. And the Bible says of God, God is light and Him is no darkness, no sin at all. So you cannot be in God and at the same time in darkness. In other words, you cannot proclaim that you are united with God, yet you have sinned. Let's keep on moving. Isaiah 6:5. Isaiah. What was it that caused Isaiah to say, "Woe is me, for I am undone"? Isaiah was a mighty prophet, mighty used of God. But one day he got a privilege to stand before God. When he stood before God, he realized his image. Now let me say this. Wakati nimeona Excel hapa leo. Ngoona Excel hapa. Ndio. Mamake alimwandaa vizuri akitoka nyumbani. Gina ombile kumuthura kwega akiuma muchini. Lakini Excel amejichafua vizuri. Aombeite kweba kanga kwega. Mwafikiria katika understanding ya Excel anajua ako mchafu. Awethugania Excel wena kumenya ena ruko. So amekuja kwa mama ako na density ya kumshika. Mimi nimemwambia hii leo kuna yeye anaweza elewa kwa nini sitaki kumshika. Wewe wiki naona utakwenda kumwanga. Anaona akiwa na shit. Wewe kuona kinya na ruko. Anaona ankosa, anaona alisa sawa. Hivyo ndivyo kabla mtu hajasimama mbele za Bwana anajionanga akosa. Hebu mtu mbele yako kama mbele ya Mungu ona wewe no mwema. Kwa sababu tumesema Mungu ni nuru, si ndio? Kwa Mungu maanisha ukiwa nje yake uko na giza, si ndio? Maanisha wale wa Mungu. Isaya aliishi kutabiria watu na kuwa nabii mkubwa. Isaya aliaga giza. Siku moja Mungu akampa nafasi ya kuja katika mwanga. Mungu aliposimama mbele ya mwanga akasema, who unto me? I am undone. Because I am a man of unclean lips. Unclean lips. You cannot understand how unclean your lips are until you stand before the light of God.
Unapouliza watu, wewe wafikiria wewe ni mchafu kiasi gani? Ukiambiwa uandike, ukipewa kibarua ya kuandika, ukapewa kibarua ya kuandika makosa yako, mabetia mako ama your shortcomings, mawonje mako zitapita 3. Magakuruka matatu kweli. Mimi tu ni kasi la kidogo. Ni goika mudhuru kanini ile tajia kidogo lakini tilionde. Wewe shida yako ni nini? Dena yako niliko. Watu wanafikiria wako na shida kando. Anto batokane ni yoka dena yako nini? Nani amekaa na Ken karibu? Kashinda kageni nini? Dena Ken ni mbi. Ken shida yako ni gani? Dena yako niliko Ken. Ken can give up easy. Ken nate ya. He can quit easy. Na mpaka kinyago toroka na mpwe. Si ndio? Boring point yake iko chini. Gochamuka na chamuka gochamuka wake kulinde kidogo. So unapolelete na Ken, usilete beef ambayo itaweza mchemusha. Ndio goto. Hautapenda. Wana chamuka utienda. Hata Newton. Ona Newton. Najua nimekaa na nyinyi na wajua. Nikana nilitia na wingi lakini kuna wengine wanakaa mbali ili nisiwajue. Kwa hivyo baka na kora yake natikaba mwenyewe. Si ndio? Bwana sifiwe. Isaiah stood before God. Isaiah arugama mbele ya Mungu. He said, woe is me, for I am undone. Because I am a man of unclean lips. I dwell in the midst of the people of unclean lips. Can you imagine? The prophet says, I am a man of unclean lips, and I dwell among in the midst of unclean lips. The old prophets and the people he is prophesying to, he is unclean. But he could not understand this until he stood before God. For mine eyes have seen the King, and the Lord of hosts. Amen. So when Isaiah saw his image, he could put a clear line between his possession and the possession of God. When he stood before the King and the Lord of hosts, he understood how dirty, how wanting, how crooked, how twisted he was. To enjoy fellowship with God, we must not only know that we have been forgiven of every sin, but we must also know that we are clothed with righteousness that is accepted of God. Are we together? Amen. Let's move on. We need a righteousness acceptable to God. There is a difference between forgiveness and righteousness. Forgiveness is like taking bath. Righteousness is like putting on clothes. We take bath that we might be cleansed from all impurities. That is forgiveness. But we put on clothes that we might be properly dressed to appear before people. In other words, if your salvation has not guaranteed you forgiveness and righteousness, the fake. Talk to your friend. Kwa wokovu wako ushapokea forgiveness and righteousness? Anasemaje?
Unajua watu kwa dini wanalia ili wafanye nini? Doko mihango ndio ya dini ibare ngake na bomba kurekera. Na wanatia juhudi kwa nini? Na bakai kasa muno ikenda bomba. Wanatia bidii kwa nini? Kenda bomba kuagira bakai ngana muno. Kwa nini? Righteous. Kwa righteous ni rahisi. Watuweka omwage runo ntobodo. Kwa righteous ni rahisi. Watuweka mto omwage runo ntobodo. Kwa righteous ni rahisi. No ntobodo kutuweka mto omwage runo. Ni kanisa hii tu pekee inaweza sema kuwa righteous ni rahisi. Na ikanisa ino wake. Hata ukienda uulize mkutano wa mabishop na mapopu na mafadha, uwaulize kuwa righteous watu wa Mungu ni rahisi, watakwambia hiyo ni kama kupanda mount. Hiyo mlima kubwa ni gani? Mount Everest. Mount Everest. Itakutwa Mount Everest. Unajika kama unakuta umechafuka. Unajitia bidii unakuta. Kwa sababu haki wanayotaka kuwa nayo si inayopeanwa, ni yao ya kufanya vyema. Nonto wage kurabenda ku na kodera kurabenda kodera ikumanya na ngogechi yao. Galatians 2 verse 19 quickly. Agalatia chiere mstari wa 19. Verse 21, I mean. Galatians 2:21. Let's read all of us. No. We are not focused here, all of us. 1, 2, lead. I do not frustrate the grace of God, for your righteousness is my Lord, then Christ died in me. Siibadili neema ya Mungu, maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Tusomeni zote 1 to go. Maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Watu ambao wanataka kuwa na haki yao ya kujifanyia, wanataka kufanya kifo cha Kristo nini? Barabena wagirwa kwa kuithondekera barenda gutwikithia gikuo kia Yesu Kristo kiothe. Wale wanataka utiifu wao ujae, barabena unyenyekevu wao utoshereshe Mungu na ukubarike mbele za Bwana. Barabena wanataka kufanya kifo cha nani? Barenda gutwikithia cha Kristo, kifo cha barenda gutwikithia kia Yesu Kristo kia bure. The apostle is saying, I do not frustrate the grace of God. For if the righteousness comes by the law, then Christ died in vain. In other words, when a man stands depending on his own actions, obedience, diligence, to be accounted without sin before God, it is empty and making the death of Jesus to be vanity. So this means one, it's only the death of Jesus that gave us the righteousness we needed to stand before God, holy and blemished, without any kind of linko. Let's get back to the slide. There is difference between forgiveness and righteousness. Wait, let's go. This verse says that we are made righteous of God in Christ. This righteousness is perfect because Christ is perfect. This righteousness never changes because Christ never changed. This righteousness is now our righteousness because we are in Christ. This perfect righteousness is not obtained by our works. Let me say this. This righteousness cannot be obtained by our works. And this righteousness cannot be destroyed by our works. Amen. It's not clear. We cannot produce it ourselves. It is given to us free gift when we take Christ as our Savior.
Twaperwa yo utheri rira twetegereria Kristo na muhonokia wetu. What kind of righteousness God do accept? Iwage bore ko Murungu amukagira. The only kind of righteousness which is acceptable to God is perfect righteousness. Awage bora Murungu amba kwa mukere iwage bora ko kinyaneru. Ngwenda bora igaro kwa. Imperfect righteousness. Wena wage botebo kinyaneru. Imperfect righteousness. Wage botebo kinyaneru. We can make our conclusion when Paul says in the book of Galatians that we've read 2:20, I do not frustrate the grace of God. For if the righteousness comes by the law, the righteousness that is not perfect comes by trying to obey the law. The righteousness that is not perfect comes by our own endeavors and our own working. For example, in the book of Genesis 3:17, we got the first garment made by man for man. By man. You never said what I said. It was made by man for man. And the eyes of both of them were open. They knew that they were naked. They sewed fig leaves together and made themselves aprons. This shows the man working to cover his nakedness. The kind of what man can do if he is given an opportunity to do good. The good he does cannot quantify to satisfy God's heart. If man is given time to obey, when he has truly obeyed from his heart, that obedience, when it is put to the weighing machine of God, it becomes a disobedience. You never understand that. Utiifu wa mwanadamu unapoletwa mbele za Bwana unakuwa ni nini? Ukaletwa mbele ya Mungu karani utwika kambi utotii, utwika kureka kuandika. Na muelewe hii, na muelewe vizuri. Amepeleka wa mind. Ingo alipeleka kura masogani menu. Waliposhona mavazi yao, ndiraba atumire ngo chiao. Ilifunika uchi wao ama waliachwa tu wakiwa uchi? Ni akunekera kidono kyao kana baadhi na mbere gutwika beki kidono. Ilifunika uchi wao? Ni ombere kukunekera kidono kyao. Ilisitiri uchi wao? Na ombere kukunekera kidono kyao. So ni nini ambao mwanadamu anaweza fanya iwe sufficient kwake kumsimamisha bold before God? Jimbio mtu omba kwerodera akegwe no shamba kwa kuroga mbele ya Mungu. Hakuna. Anything man does when it stands before God, it breaks. So ni kama tu Isaiah. When he stood before the king, the Lord of all glory, I am undone. A man of unclean lips, living in the midst of unclean lips. You can imagine unclean lips prophesying to other unclean lips. Bring the slide. So there is where what man was doing could not cover his nakedness. Isaiah 64 verse 6 quickly. Isaiah 64 verse 6. Isaiah 64 verse 6. Let's read it here already. 1, 2, go. But we are all as a living thing, and all our righteousness as filthy rags. All who fed us sleep. Our iniquities like the wind have taken us away. All our righteousness. All our what is the Bible likening your righteousness to? Yes. So can you stand before God with your own righteousness? So which other righteousness do you need to stand before God? Because you should be only like Him, perfect like Him.
Obateria kwa wewe mukinyane rutwe na wewe mutheru twe. Ambia mwenzako Uraunge matendo yako yote ya haki, mathithio maku mothe magiru mbele za Bwana, mbere ya Mungu ni ya undefiled garment, inguo yina mugiro. Nataka niwafunue akili kidogo. Nkwenda ngukura maheshiria anini. Kuna watu walisimama mbele za Bwana. Kule na antu barugamire mbele ya Mungu. Matthew 7. Ndeni ebukule Mathayo mwa. Wakasema sisi tunatoa mapepo kwa jina lako. Wakitunga takanko mana lito lako. Tunapiga miujiza kwa jina lako. Na itunga bia mabini na lito lako. Na we do many wonderful works. Na ituroda mugichonde inena na chekorigania. Are they accepted? Ibombire kwa mukirwa. Kwa sababu gani? Ikeno to batamukirwa. Their righteousness before God is casting out the devils, making great miracles, many wonderful works. When you want to be received because you've done that, it turns to so you can imagine the reason as why they were not received. And even Jesus says, in the last day many will come. Many, not few, many. They will stand before the King of Glory with their works. If they stand before the King of Glory with their works, they don't need a prophet to know the outcome of their standing. Because they will be seen wearing filthy rags. So they cannot be accepted. Let's get back to the slide. There is the third being there. Luke chapter 18. Sasa tuende hapo. Hiyo mtasoma nyumbani. Kwa sababu nyumbani hamtaki kusoma Biblia. Luke chapter 18, 11 to 12. Luka 18 mstari wa 11 mpaka 13. There is a Pharisee and The tax collector. Tax collector or a publican. Kuna mfarisayo na mrutithia ugoti. The Pharisee stood with his own working. Mufarisayo arugamire na ngogiti. Na hiyo mambo anafanya si mabaya. Amantu mambo arugaga na rodhaga ti mathuku. Alisema mimi natoa fungu zangu za 10 zote. Ni gwitutaga intobia ke 10 echunjega ya 10 intobia twice a week. Na imbinga koria maita maire kiumia. I'm diligent in my almsgiving. Na kinyaki intobia ndinenga na gira. I'm consistent in my prayer life. Na kinya maisha makwa makoromba mbegwande sawa. Ambia mwenzako sasa hiyo ni kusimama na mavazi machafu. Ndiko kukoroga mabere ya Mungu ende na nguo na mugiro. Let's finish this. We have the perfect righteousness. Ambayo sasa hii isi ya wewe kufanya, it is not produced by the law. This one is given as a gift. Matthew 5 verse 20. Let's check what it says. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven. Yani haki ipitayo ya Mafarisayo. Sasa hii inaweza kununuliwa duka gani? Sasa hii mtu anaweza ipata kwa mall gani? Supermarket iliko. Hii ambayo inazidi ya Wafarisayo. Wafarisayo ambao hufunga siku mbili kwa wiki. Wanatoa fungu zao zote. Sasa ni haki gani inaweza zidi hii? Tusonge mbele kidogo.
Romans 5:17. Hebu angalia mahali hii ambayo inapita ya Wafarisayo inatoka. Wagerubo korogeta bwa Afarisayo buriumako. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and the gift 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 of righteousness and the gift and the gift of righteousness and the gift of righteousness. Na kipawa kia abundance of grace and the gift of righteousness. Wingi wa utugi na etui na kipawa kia much more they that have received abundance of grace. Watu hao barabomba kuamukira and the gift of righteousness wingi wa shall reign in life by one Jesus Christ. Na kipawa kia wageru bakaomba kuadana Kenya na so this is the righteousness that exceeds the Pharisees' righteousness. It is a righteousness gift. It is not man-made. You don't labor for it. You don't work for it. It does not come by your obedience. It does not come by your humility. It is not how innocent you are or how kind you are. Na hapa ndio dini ilikuwa inatupiga tennis hili. Dini yaomba kutuinyeria. Sinakuambia you must be kind. Tunabandiye kwa wewe na kiao. You must be merciful. Tunabandiye kwa wewe kika ni baba. You must be a good Samaritan. Tunabandiye kwa wewe Msamaria oramuhega. Msamaria connecting they have dead on the road and taking care of them. Ukadio kendera barabara ya kubeba bwana mjera ukaziko ukabatevya. Yeah. Dini ilifanya wokovu uwe ngumu. Iwe hatuwezi. Na dini ya tumawono kibwa umamono. Lakini sikiza. Ende dikira. The abundance of grace and the gift of righteousness. Let's finish. There is 1 Corinthians chapter 1:30. Kwina Akorintho ya mbere mstari wa 30. Everybody in the house read this scripture by faith in your heart. Want to read? But of him, in Christ Jesus, whom of God is made unto us wisdom, righteousness, and sanctification, and redemption. Who has made? Who is the worker in this scripture? Who is the doer? No, who is doing? Through who? Christ. To make us what? Righteous. And to make us what? Sanctified. And to make us what? If we work, can we attend this? If God works, can we attend? Yes. Sasa wewe unapumzika kwa yako kufujifanyia ama Mungu kukufanyia? Mungu kunifanyia. Ukweli. Na hii ndio tofauti ya makanisa. Makanisa ni mbili. Kuna makanisa inayosimama juu ya Yesu. Era eronga magambere ya Yesu. Inayosimama juu ya matendo yao. Era eronga maga igoro ya matendo. Inayosimama juu ya matendo yao continuously disintegrating. Era eronga maga igoro ya madhivyo maore onde ni karageke wiyaga. Ile inayosimama juu ya mwamba kila hata kuwe na mawimbi na dhoruba inasimama. Ile rugamaga iguru ya rwara na kinya kuwe kwena ikondo lya bingi nwaka irugamaga. But we are in Christ. Ile turendeni ya Kristo. Yes, we are in Christ. Turendeni ya Kristo. Who God made unto us wisdom. Ora on Kristo, ora Mungu amotwekithirie righteousness. Na amotwekithirie sanctification na kutherwa and redemption. Na kinya gukorwa. Now are we lifted to the possession of the perfect holiness, absolute holiness like God? Itombeta gokewa twakinjera wage burabu kinyanirete kwa Mungu. Je, tumenyanyuliwa kutoka kwa dhambi zetu tukaingizwa katika nafasi ya kuwa watakatifu kama Mungu? Itombeta gokewa kumakeremeya metotomba kuirwa bantu aratokananiretie na Mungu twena wage ruta kwake. Kuna tofauti ya sisi na Mungu sasa? Kwena mwanya wetu na Mungu ende. Unajua hauwezi ukapata imani ya kusema ndio. Utiomba kuona kuwata wetu kibakuga ama kutokosa imani ya kusema hapana. Kana kinyama wawena wetu bakugari. Wangapi wanaamini utakatifu walio nao Mungu akisimama hapa na wao wasimame hapa ni vigumu kuwatofautisha. Wakana bagwetekia bakarugamwa na Mungu bakarugamwa weka mkono chumba kubathurana. Hapa kanisa yeje mwe na mzee. Kapo mzee na laini ile kuyo. Ni mnacheza kwa laini gani? Hiyo laini ni
live wire. Mnachezea kwa live wire. Ile Moses anathiritenengi nayo HT, anaitanga HT. Hadi boko cheza na mwangiora wa HT. High transmission. High transmission. Yaani orokwete kondolira mwangi hunde. Ile ikikatanga yaanguke chini, haiwezi ikarara chini, inagonga chini, inasimama. Yaani enweri ingithagia ndeguru ikarugama. Sikize. Kama utakatifu wako na wa Mungu si sawa, hiyo ni bandia, na ukisimama mbele ya Mungu you will be found wanting. Kuna kwa Mungu botibwe nene na botinge nene umenye ukarugama mbele yake ngotia. Lazima Mungu akiwa hapa, nikiwa hapa tuwe tumefanana. Na ndiposa nipate audacity ya kumuita Father, ananiita Son. Watu wanatoa wapi audacity? Inkwanta barutaga ochamba kusema wao ni wenye dhambi na wakati huo wanaita Mungu Baba. How blaspheming is that? God is holy, perfect, without sin. Lakini wewe umejaa hizo vitu vyote ambavyo Mungu hana. Yet you are claiming my Father. No. I cannot be your father. When your father shows up, you will be like him. In your father's character there is no truth, there is no light. He was the liar from the beginning. In him there is no truth. When he speaks lies, he speaks his native language. Are we together? Yes. So ili tuita Mungu Baba. Kenda tuita Mungu Baba. Unajua tuliitanga, unajua hii process ya kuita Mungu Baba. Can you check open for me John 1:14? No, 12. John 1:12. Ili muwe wana. Ikenda kutuweka ana ba Mungu. Hebu someni ili tuwe wana. Kenda kutuweka ana ba Mungu. Atana ba Mungu. But as many as received him. Who is him? Who was made the wisdom, the sanctification, our righteousness, our redemption. When we received him, to us we were given power to become the sons of God. So before we became sons of God, we received him. Him that was made who? Our wisdom, our sanctification, our righteousness. Even to them that believe on his name. To believe in the name of Jesus is to believe that you are sanctified, you are holy, you are perfect, you are without sin. If you believe in Jesus and yet you are in your sin, Yesu wako ni fake. Ni kama yule alifanywa China. Are we together? Uliza mwenzako, which righteousness do you have? Unaposimama mbele za Bwana, unasimama na haki gani? The imperfect or the perfect? Our online viewers, you struggle to become righteous, you will never attain to be righteous. But if you receive the righteousness that is given as a gift, it lifts you from here to where God is and makes you one and God one. You and God becomes one. God is absolute, holy and perfect. You become holy and perfect because it is the righteousness in him that he has deposited on you.
May God open your mind to understand the scriptures. Mulungu nombe kugura madhugania maku umbe kuelewa maandiko. So that in your heart you may not have any doubt. Kenda ndani madhugania maku tikenge wena kukarania nwako na. But you may have faith on the works of Jesus. Kenda umba kuiwa wena witiki ndani yangu ya Kristo. Let us pray. Tuombe. Our loving Father, Baba wetu mwendwa. thank you for illuminating our lives. We were full of darkness. No matter how much time you could have given us, we could only but rope in darkness. But Father, you worked for us. Thank you for loving us so dearly and working for us so powerfully. You took our sins. You nailed it on the cross. The hostility war that was there between us and you, Lord, you cleared that shit. You perfectly united us with you by the obedience of your Son Jesus. We became the righteousness of God. We thank you for giving us the righteousness that can never break. Thank you for giving us the righteousness that is imperfect, the righteousness that is not man-made. Oh, there was a time we had that righteousness that was kept on breaking. Just like our first Adam, who had a crow that was wanting. But Father, in verse 21, you killed a lamb and you took out the skin you made for them, an apron of skins. It was a demonstration on how you will kill your Son on the cross for the world, that we might stand on the clothing of your Son Jesus Christ today. May we always appear before you having the garment of righteousness. That is not of our own working, but there is of faith in Jesus Christ. Thank you for working for us power-free. Thank you for clothing our lives. Thank you for perfecting everything that concerns us. Thank you for bringing us to the true church, to the true fellowship, and to making us believe the works of your Son. Help us to remain thankful and grateful. Be lifted, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. We say thank you, God, for the righteousness that is unbreakable. Thank you, Jesus, for doing everything for us. You are the doer in our lives. Our lives are founded on your finished works of the cross. Father, we thank you. And we really bless you. It is in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Our online viewers, you can become a blessing to this ministry and church through offering and support to the number that is on the screen already. You can do it through your M-Pesa and the Lord will graciously bless you. The Lord bless you. Have a powerful week. Count blessings one by one. Remain uplifted, remain helped of God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Appreciate Jesus.
The City Church TV with the gospel to the end, delivering Christ to all through the gospel. It is the power of God unto salvation. Listen and live the gospel of Christ.